Bilionea alimtazama ombaomba mtaani mjamzito akimtengenezea nywele mkewe. Alichofanya baadaye. Hapo Nairobi, katika barabara yenye shughuli nyingi ya Uhuru Highway, Mheshimiwa Juma Kamau alisimama ghafla. Alikuwa bilionea maarufu, mmiliki wa kampuni kubwa ya biashara ya bidhaa za kilimo, na alikuwa akitembea na mkewe, Bi Fatuma, ambaye alikuwa ametoka saluni. Fatuma alikuwa amekaa chini kwenye kiti kidogo cha mbao, na mwanamke maskini, mjamzito sana, alikuwa akimtengenezea nywele. Mwanamke huyu alikuwa Wanjiku, ombaomba wa kawaida mtaani, akifanya kazi ndogo ndogo ili kupata riziki. Juma alistuka. Huyu ni nani? Alijiuliza moyoni. Wanjiku alikuwa akipiga mazungumzo na Fatuma, akimueleza maisha magumu ya mtaani, na Fatuma alikuwa akimsikiliza kwa huruma. Juma alisimama mbali kidogo, akimtazama Wanjiku akifunga nywele za mkewe kwa ustadi mkubwa. Aliona tumbo lake kubwa, na alijiuliza maisha yake ni magumu kiasi gani. Hapo ndipo alipohisi kitu moyoni mwake. Fatuma alimaliza, akatoa pesa kidogo, na Wanjiku akashukuru. Juma alipokaribia, alimsalimia Wanjiku na kuanza mazungumzo. Wewe ni mtaalamu wa nywele, alisema Juma. Wanjiku alitabasamu, lakini macho yake yalionyesha huzuni. Juma aliwaza, huyu mwanamke anahitaji msaada, lakini hakuwa na uhakika cha kufanya. Aliondoka na Fatuma, lakini akili yake ilibaki hapo. Maisha ya bilionea yalikuwa na shughuli nyingi, mikutano na wafanyabiashara wengine kama Bwana Onyango na dada Aisha, lakini siku hiyo kitu kilibadilika. Siku iliyofuata, Juma alirudi Uhuru Highway. Alikuwa na shughuli katika ofisi yake huko Westlands, lakini akili yake ilikuwa na Wanjiku. Alimuuliza dereva wake, Kiptu, ampeleke hapo. Bwana, unataka nini hapa? Kiptu aliuliza. Juma hakujibu, alitembea mtaani akimtafuta Wanjiku. Alimuona akifanya kazi nyingine, akimtengenezea nywele mwanamke mwingine. Wanjiku alikuwa amechoka, tumbo lake lilikuwa linamlemea. Juma alikaribia. Habari yako Wanjiku, alisema. Wanjiku alishtuka. Wewe ni yule bilionea wa Nyana? Juma alikubali, na wakaanza mazungumzo. Wanjiku alimweleza maisha yake. Alikuwa ameachwa na mumewe, Baba Otieno, ambaye alitoroka baada ya kujua yeye ni mjamzito. Sasa alikuwa peke yake, akiomba mtaani ili kupata chakula. Juma alihisi huruma. Una mtoto mwingine? Aliuliza. Wanjiku alisema ndiyo, mtoto mdogo anaitwa Njeri, ambaye alikuwa nyumbani na shangazi yake huko Kibera. Juma aliwaza kuwasaidia, lakini hakuwa na uhakika. Alimpa pesa kidogo na akaondoka. Nyumbani, alimweleza Fatuma. Yeye ni hodari, Fatuma alisema. Juma alikubali, lakini alihisi kuna kitu kinahitaji kufanywa. Alipiga simu kwa rafiki yake, Daktari Mwangi, ambaye alikuwa daktari wa kliniki huko Nairobi Hospital. Unaweza kumchunguza mjamzito? Juma aliuliza. Mwangi alikubali, lakini Juma hakuwa na uhakika kama Wanjiku atarudi. Suspense ilianza kujenga moyoni mwake. Wiki ilipita na Juma alirudi mara kwa mara Uhuru Highway. Siku moja alimkuta Wanjiku akiugua. Alikuwa amekaa chini akihisi maumivu ya tumbo. Habari yako Wanjiku, alisema. Wanjiku alijibu kwa sauti dhaifu. Sina nguvu leo. Juma alishtuka na akampeleka kwa Daktari Mwangi. Katika kliniki ya Nairobi Hospital, Mwangi alimchunguza. Yeye ni sawa, lakini anahitaji lishe bora, alisema. Juma alilipa bili na akampeleka Wanjiku nyumbani Kibera. Hapo alimkuta Njeri, mtoto mdogo, na shangazi yake, Mama Akinyi. Nyumba ilikuwa ndogo na maisha magumu. Juma alihisi huzuni. Nitawasaidia, alisema. Wanjiku alishukuru, lakini alikuwa na shaka. Nyumbani, Fatuma alimshauri, tuwape kazi. Juma aliwaza na akamuita meneja wake, Bina Kiprob, ambaye alisimamia kampuni. Tafuta kazi kwa Wanjiku, alisema. Kiprob alishtuka, lakini yeye ni ombaomba. Juma alisisitiza. Siku iliyofuata, alirudi Kibera na akampeleka Wanjiku ofisini. Hapo alimkuta wafanyakazi wengine kama Amina na Hassan ambao walimsalimia. Wanjiku alianza kazi ya kutengeneza nywele kwa wafanyakazi, lakini drama ilianza. Wengine walimdhihaki. Huyu ni nani? Lakini Juma aliwatetea. Wanjiku alihisi furaha, lakini alikuwa na hofu ya kushindwa. Juma alimtia moyo na uhusiano ulianza. Maisha ya Wanjiku yalibadilika polepole. Katika kampuni ya Juma huko Industrial Area, alikuwa akifanya kazi ya saluni ndogo. Wafanyakazi walimpenda na alipata marafiki kama dada Halima. Lakini siku moja, Baba Otieno alirudi. Alikuwa amesikia habari na akaja Kibera kumtafuta Wanjiku. Nirudie, alisema Otieno. Wanjiku alilia. Ulinitoroka. Drama ilizidi na Otieno alimtishia. Wanjiku alimweleza Juma. Juma alistuka na akamuita wakili wake, Bwana Ndungu. Tumsaidie, alisema. Ndungu alishauri mahakamani. Katika mahakama ya Milimani, kesi ilianza. Otieno alidai haki, lakini Wanjiku alishuhudia maisha magumu. Jaji, Mama Nyoki, alisikiliza. Juma alisimama kama shahidi. Nitamsaidia. Mahakama iliamua kwa upande wa Wanjiku. Otieno aliondoka, lakini aliahidi kurudi. Wanjiku alihisi amani na akamshukuru Juma. Fatuma alimkaribisha nyumbani Westlands na wakala chakula pamoja. Njeri alicheza na watoto wa Fatuma, Aisha na Karim. Uhusiano ulizidi kuwa karibu.
Lakini Juma alikuwa na siri. Alikuwa na ugonjwa wa moyo na hakuwa amemweleza mtu. Daktari Mwangi alimuonya, pumzika, lakini Juma alisisitiza kuwasaidia wengine. Suspense iliongezeka kama Otieno atarudi au la. Siku za kujifungua zilifika. Wanjiku alikuwa hospitali Nairobi Hospital na Juma alikuwa hapo. Fatuma alimshikilia mkono. Utakuwa sawa, alisema. Mtoto alizaliwa, mvulana anaitwa Juma mdogo. Furaha ilitawala na Juma alilia machozi. Lakini ghafla, Juma alihisi maumivu moyoni. Alilala chini. Daktari, Wanjiku alilia. Mwangi alimchukua ECU. Fatuma alilia na Wanjiku alisali. Habari zilienea na marafiki kama Onyango na Aisha walikuja. Wanjiku alimtembelea Juma. Wewe ni baba yangu. Juma alitabasamu dhaifu. Nitapona. Lakini hali ilikuwa mbaya. Wanjiku alirudi kampuni akifanya kazi kwa bidii. Alimwita Kiprop. Nitafungua saluni yangu. Kiprop alikubali. Drama ilizidi. Otieno alirudi akimtishia Wanjiku. Lakini polisi chini ya ofisa Mutwara alimkamata. Wanjiku alihisi salama na Juma alipona polepole na akarudi nyumbani. Alimkaribisha Wanjiku na familia yake chakula cha jioni. Hapo aliwapa zawadi, nyumba ndogo huko Kasarani. Wanjiku alilia, asante. Uhusiano ulikuwa kama familia. Lakini Juma alikuwa na mpango mkubwa zaidi ambao hakuwa ametaja bado. Juma aliporudi nyumbani baada ya hospitali, alikuwa dhaifu lakini moyo wake ulikuwa na furaha. Alimkaribisha Wanjiku na Njeri na mtoto mdogo Juma mdogo katika nyumba yake ya Kasarani. Nyumba hiyo ilikuwa ndogo lakini safi na ilikuwa na bustani kidogo. Fatuma aliwapika chakula cha jioni cha kitamaduni, ugali, sukuma wiki na nyama choma. Wakati wa chakula, Wanjiku alisema, Mheshimiwa Juma, wewe umenipa maisha mapya, sijui jinsi ya kukushukuru. Juma alitabasamu. Wewe ndiye uliyenipa sababu ya kuendelea. Lakini ndani yake alijua ugonjwa wake wa moyo ulikuwa unazidi. Daktari Mwangi alikuwa amemwambia, epuka msongo wa mawazo. Juma alificha hili. Siku iliyofuata alirudi kampuni. Kiprop alimkaribisha. Bwana, saluni ya Wanjiku inafanya vizuri. Wafanyakazi wengi wanakuja. Wanjiku alikuwa amefungua saluni ndogo ndani ya kampuni na sasa alikuwa na wateja wa nje pia. Dada Halima na Amina walimsaidia. Lakini drama ilirudi. Otieno alituma ujumbe kwa Wanjiku. Nitakuchukua mtoto. Wanjiku alihofia na akamweleza Juma. Juma alimuita afisa Mutua tena. Polisi walimfuatilia Otieno ambaye alikuwa amejificha huko Dandora. Wanjiku alilia usiku akimshikilia mtoto wake. Fatuma alimfarijisha, hatutakuruhusu akushike. Juma aliamua kufanya jambo kubwa zaidi, lakini bado hakuwa amelifichua. Alipanga siri kwa wakili Ndungu na Kiprop. Mwezi ulipita na Wanjiku alikuwa amekuwa na maisha mazuri. Saluni yake ilikuwa maarufu na alikuwa ameajiri wasichana wawili kutoka Kibera, Zawadi na Mercy. Walifanya kazi pamoja, wakicheka na kuimba nyimbo za Injili. Juma alikuwa akimtembelea mara kwa mara, akimpa ushauri wa biashara. Lakini afya yake ilikuwa inazorota. Siku moja alipokuwa ofisini, alipata mshtuko mkubwa wa moyo. Aliporomoka chini. Kiprop alimuita ambulance na wafanyakazi walikusanyika. Wanjiku alipofika hospitali, alimkuta Juma amelala kitandani, mashine zikifanya kelele. Fatuma alikuwa akilia kimya. Daktari Mwangi alisema, hali ni mbaya. Anahitaji operation haraka. Wanjiku alianguka magoti. Mungu, usimchukue. Alisali kwa sauti kubwa. Habari zilienea haraka. Onyango, Aisha na hata mama Akinyi walikuja. Wanjiku alimshikilia mkono wa Juma. Wewe ni mtu wa maajabu, usiniache. Juma alifungua macho kidogo, akasema kwa sauti dhaifu, nitakupa zawadi ya mwisho. Wanjiku hakuelewa. Suspense ilizidi. Je, Juma atapona? Na zawadi hiyo ni nini? Otieno alisikia habari na akaanza kupanga mpango mbaya. Polisi walimkamata kabla hajaweza kufanya chochote. Wanjiku alihisi hatari inakaribia tena. Operation ilifanyika na Juma alinusurika kwa kipindi kifupi. Aliporudi kutoka theater, alikuwa amepona kidogo, lakini daktari alisema, hii ni mara ya mwisho. Moyo wake umechoka. Juma aliamua kuwafungulia siri yake. Alimuita Wanjiku, Fatuma na watoto hospitalini. Nimeandika wasia, alisema. Nimewachia kampuni yangu kwa pamoja. Wewe Wanjiku utapata sehemu kubwa ili uendelee na saluni na kuwasaidia wengine. Wanjiku alilia. Sijui hata kusema. Fatuma alimkumbatia. Wewe ni familia yetu. Juma aliongeza. Nitawapa nyumba kubwa huko Karen
na shule bora kwa watoto. Wanjiku alishtuka. Alikuwa ameanza kama ombaomba, sasa angekuwa mmiliki wa biashara. Lakini drama haikuisha. Otieno alitoroka polisi na akaanza kutishia kwa simu. Hiyo kampuni ni yangu, alisema. Wanjiku alihofia, lakini Juma alimtia moyo. Tuko pamoja. Kiprop na Ndungu walifanya kazi kuwalinda. Wanjiku alianza kuongoza saluni kwa bidii zaidi, ukitoa mafunzo kwa wasichana maskini huko Kibera. Alikuwa amekuwa hodari. Juma alitazama kutoka kitandani, akifurahia maisha yake mapya. Siku moja alipopata nguvu kidogo na akawauliza wote waje nyumbani Karen. Hapo alifungua sherehe ndogo. Alikuwa na wageni wengi, Onyango, Aisha, Mwangi, Kiprop na familia nzima. Alisimama akisema, leo nataka kuwaambia shukrani. Alimuita Wanjiku mbele. Wewe ulinitazama siku ile na ukabadilisha maisha yangu. Sasa nataka kuwaambia kitu. Alitoa barua. Hii ni hati ya ushirikiano. Kampuni itakuwa yako rasmi baada yangu, lakini usiache kuwasaidia wengine. Wanjiku alilia machozi, akamkumbatia. Fatuma alisema, tunakubali. Lakini ghafla, Otieno alionekana nje ya lango. Alikuwa amevamia na polisi walikuwa wamemfuata. Afisa Mutua alimkamata mara moja. Otieno alilia, nimekosea. Wanjiku alimwambia, sasa tuache tuishi kwa amani. Juma alitabasamu. Hii ndiyo ushindi. Sherehe iliendelea na watoto walicheza. Wanjiku alimshukuru Juma kwa moyo wote. Lakini Juma alihisi wakati wake unakaribia. Alimwambia Fatuma kwa siri, nimefurahia maisha. Machozi yalimtiririka. Mwaka ulipita. Juma aliondoka kimya kimya usiku moja, moyo wake ukisimama kwa amani. Mazishi yalifanyika huko Langata na watu wengi walikuja, wafanyakazi, marafiki na hata wale aliowasaidia. Wanjiku alisimama mbele ya kaburi akiwa na Juma mdogo mikononi. Alisema, Baba Juma alinipa maisha mapya. Sasa nitaendeleza ndoto yake. Fatuma alimkumbatia. Tuko pamoja. Kampuni iliendelea chini ya uongozi wa Wanjiku na Kiprop. Saluni ilipanuka na akaanzisha shule ya urembo kwa wasichana maskini huko Kibera. Zawadi na Mercy walikuwa wakifanya kazi vizuri. Otieno hakurudi tena. Alibadilika na akaomba msamaha kwa barua. Wanjiku alimsamehe. Siku moja, Wanjiku alitembea Uhuru Highway, mahali palipoanza yote. Alimkuta ombaomba mjamzito na akasimama. Alimpa kiti na akamwambia, njoo nami, nitakufunza kazi. Machozi yalimtiririka, akikumbuka Juma. Alitazama mbinguni. Asante mheshimiwa, umenifunza upendo. Maisha yaliendelea kwa furaha na kumbukumbu ya Juma ilibaki mioyoni mwa wengi. Hadithi ya huruma iliendelea kuishi.